Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii inatuletea mahubiri ya neno la Mungu, na chaneli hii inatuletea mafundisho ya kujua ulimwengu wa roho. Lengo letu katika chaneli hii ni upate maarifa ya kiroho ili uweze kusimama katika maombi na kujiombea. Sio wewe tu uweze kujiombea, na pia namna kuweza kuombea familia yako, watoto wako, biashara yako, uzao wako, kizazi chako katika ulimwengu wa roho. Leo tuko sehemu ya 13. Leo tuko sehemu ya 13 katika somo ambalo nafundisha kwa habari ya kumfahamu mkuu wa anga na kazi zake. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii ya Apostle Katambi, unaweza ukatembelea masomo ambayo tumefundisha hapo chini kuhusu mkuu wa anga, na kuna masomo mengi sana ambayo unaweza ukapata kitu cha kusimama nacho na kuweza kuomba na Mungu akakutendea katika maisha yako. Siku ya leo tunajifunza vizuizi vya mkuu wa anga, na kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii ili upate masomo yetu kwa wakati, hauna njia nyingine ambayo unaweza ukatumia zaidi ya njia ya kusubscribe chaneli hii. Ni njia nyepesi sana ili upate mafundisho yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Na kuna jambo lolote, weka kwenye comment hapo chini, utaipitia kuisoma. Na unahitaji maombi na maombezi, namba ya simu iko hapo juu ya channel hii. Hapo juu utaiona namba ya simu, au ukiangalia kwenye comment hapo chini utaiona namba ya simu. Okay, nataka tuweze kuzungumza nawe, na Mungu wa mbingu na nchi aweze kukubariki katika jina la Yesu aliye hai. Tutaanza leo, tunajifunza vizuizi vya mkuu wa anga. Vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa kiroho. Namna mkuu wa anga anavyoweza kuzuia maisha yako au biashara yako au kazi yako katika ulimwengu wa roho. Watu wengi huwa wanapoanza kufanya jambo unapata vizuizi vingi sana, na wengi wanajiuliza, unapoanza kuanzisha jambo huwa linaanza vizuri, lakini shida ni kwenye kulimaliza. Unaanza jambo vizuri, shida ni kwenye kulimaliza. Kuna vizuizi katika ulimwengu wa roho, na vizuizi hivi huwa vinaletwa na mkuu wa anga. Katika ulimwengu wa roho, vizuizi hivi huwa vinaletwa na mkuu wa anga. Sasa leo nitafundisha kwa habari ya vizuizi. Kuna watu ulipoanza kusoma tu ndipo ukaanza kusomesha watoto baada ya Mungu kufungulia milango. Watoto walipoanza kusoma tu mambo yakaanza kuharibika. Kazini mambo yakaanza kuharibika. Ile riziki uliyokuwa niipata au ipati tena. Unajiuliza ni kwa nini? Mbona nilikuwa nasomesha watoto walikuwa nakula? Mbona nilipoanza tu hili jambo, mbona kumeinuka uharibifu mkubwa kwenye kazi yangu na kwenye biashara yangu? Wao ndio wanazuia katika ulimwengu wa roho, huyu mkuu wa anga. Vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kuna watu unapoinuka tu kwenye ndoa, umeingia tu kwenye ndoa, muna amani, muna furaha, ghafla inatokea tu mafarakano, na wewe nyie bila kujua mnaachana, bila kujua mnarumbana, bila kujua mnapigana, bila kujua mnatengana. Kumbe wao katika ulimwengu wa roho wameshaona mnakuja kufanikiwa sana mkiwa wawili, mnakuja kuwa na maisha mazuri mkiwa wawili. Kuna watu wameingia katika mahusiano ya uchumba na kati ya kijana na binti, lakini unapoingia tu kwenye mahusiano inatokea tu vurugu kali sana, na yale mahusiano yanakufa. Kumbe
ni vizuizi vya huyu mkuu wa anga. Anaweka vizuizi ili ile jambo unaolifanya lisikamilike kwa wakati. Ndio maana maandiko anasema atakaye, katika kitabu cha Mathayo, Bwana Yesu anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Katika ile Mathayo, Bwana Yesu alikuwa anazungumza kwa habari, wanatokea manabii wa uongo, watatokea wachungaji wa uongo, watatokea matetemeko, itatokea vita, itatokea changamoto mbalimbali. Mwisho alisema neno, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa wanatuma vizuizi katika ulimwengu wa roho. Sasa hivi vizuizi anavitumaje mkuu wa anga? Huwa mkuu wa anga anavituma vizuizi kama ifuatavyo. Anaona kwenye anga, wale watu kwenye anga huwa yeye ndio anawaona kwenye anga, anga analoishi, anga unalokaa, anga unalotoka, anga unaloishi. Huyu mkuu wa anga anaona kwenye anga. Anaona kwa namna gani? Anaona kupitia nyota yako katika ulimwengu wa roho, kwamba huyu mtu ana kibali, kwamba huyu mtu ni injinia, kwamba huyu mtu ni profesa, kwamba huyu mtu atakuwa nabii mkubwa, huyu mtu atakuwa mfanyabiashara mkubwa. Kabla wewe hujajitambua kwamba wewe ni nani, umebeba kitu cha namna gani, hujajitambua, wao katika ulimwengu wa roho wanakuwa tayari wamekwisha kuona kupitia mkuu wa anga, anakuwa tayari amekwisha kuona. Nasema anaona kwa namna gani? Kupitia nyota yako katika ulimwengu wa roho. Kwa wanaanza kutuma vita, wewe hujijui. Unaweza kujijua tu niko mwanafunzi wa form 4, ukashangaa unatumiwa roho za uzinzi, roho za kuchukia shule, lakini kumbe ulimwengu wa roho ameshaona huyu anakuja kuwa injinia. Kwa hiyo tuanze kuharibu kabla mwanzo. Kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, kitabu cha Mathayo sura ile ya pili, nafundisha vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho, wanazuia katika ulimwengu wa roho. Mathayo sura ya pili, wanaona kwenye nyota yako we ni nani. Kwa unaanza kupigwa vita mapema, kabla miaka 6 ijayo wanaanza kupiga vita ili ufike kwenye hatima yako. Kabla ya miaka 10 ijayo wanaanza kukupiga vita. Wengine tu unapozaliwa tu unashangaa, mbona nimezaliwa na vita? Vita haiishi, mashambulizi haiishi. Kuwa anga anawinua vita. Wengine unashangaa, nilipozaliwa tu ndo mama na baba akatengana. Ili usilelewe ukatimize ile ndoto ya maisha yako, ili wasiwa wawili. Hizi ni kazi za mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza anasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Wayahudi zamani za mfalme Herode, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kuisujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, Yerusalemu pia pamoja naye. Wakusanya wakuu wa makuhani, waandishi, watafute habari za Kristo amezaliwa wapi. Anasema hapo alipozaliwa Yesu, alipozaliwa katika Bethlehemu ya Yahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki wakafika Yerusalemu wakasema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Hii ni Mathayo sura ya pili mstari wa kwanza. Nafundisha vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Hapa tunaona Yesu anazaliwa, lakini kuna watu wanamtafuta Yesu aliyezaliwa. Na kipindi hicho Yesu wakati anazaliwa, alizaliwa kibinadamu kabisa, mtoto mdogo, mtoto mchanga, ananyonya, mtoto mdogo kabisa. Lakini kuna watu wanamtafuta, wanasema maneno yafuatayo, yuko wapi aliyezaliwa? Nafundisha vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho anayekuwekea kwenye maisha yako ili usifikie ndoto za maisha. Kuna watu wanaishi duniani tangu walipozaliwa mpaka sasa ni mtu wa taabu tu,
mtu wa mateso tu, mtu wa kukataliwa tu, ni huyu mkuu wa anga ndiye anazuia. Asa maandiko anasema tangu, anasema Mwamajusi, Mathayo sura ya 2 mstari ule wa pili, wa kwanza mpaka wa pili, anasema mamajusi wanamwijia, anasema yuko wapi yeye aliyezaliwa? Wanauliza nani aliyezaliwa? Anasema mfalme wa Wayahudi. Cha kwanza anasema kuna mtu amezaliwa, maana yake ni katoto kadogo. Katoto kadogo, kuzaliwa ni katoto kachanga. Alafu anasema katika haka katoto kachanga, anasema kamekuja hapa duniani kwa ajili ya ufalme. Maana yake kwa miaka ijayo huyu ni mfalme. Kwa sasa ni mtoto mchanga, kwa sasa ni mfanyabiashara mdogo mdogo, lakini kwa miaka ijayo ni mfanyabiashara mkubwa. Kwa sasa huyu mtu ni mwanafunzi wa chekechea, lakini kwa miaka ijayo ni injinia. Kwa sasa huyu mwanafunzi ni mtoto wa chekechea, kwa miaka ijayo ni mhasibu. Ndio maana kwa sasa huyu mtoto ni mwanafunzi mdogo, ana makamasi, anajinyea, lakini kwa baadaye ni profesa, ni rais ajaye, ni injinia ajaye. Sasa hii siri ya kuwa huyu mtoto mdogo amezaliwa, huyu mfalme Herode aliona kwamba ni kawaida, ni mtoto tu wa kawaida, lakini wale mamajusi walimuona katika roho kwamba huyu ni mfalme ajaye, huyu ni injinia ajaye, huyu ni profesa ajaye, huyu ni mfanyabiashara ajaye. Kwa hiyo tunaanza kupata picha. Nafundisha vizuizi vya mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho, vizuizi anavyokuwekea mkuu wa anga katika ulimwengu wa roho. Kwa tunaanza kupata picha. Mama yake na Yesu aliona kwamba ni mtoto mdogo tu amezaliwa. Yusufu alijua kwamba tuna mtoto mdogo tena anayehitaji msaada, aogeshwe, avalishwe nguo nzuri, wakikaacha hapo kalie katalia kenyewe, wakikaacha kamejinyea mavi watakakuta hivyo hivyo. Kwa hiyo, lakini katika ulimwengu wa roho nyota yake anasema tumemwona mtoto amezaliwa, alafu anasema ni mfalme. Mfalme anauliza ufalme gani? Huyu ni mtoto mdogo, ufalme gani? Mamajusi wanamwambia, wale wasoma nyota, walikuwa wasoma nyota, wanamwambia tumeona kwenye nyota yake. Kinachokusumbua wewe, unajiona ulimwengu wa mwili ulivyo, wao wanakuona kwenye nyota utakuwa nani baadaye. Wao mkuu wa anga anakuona kwenye anga utakuwa nani baadaye. Maisha yako yatakuwaje baadaye? Watoto wako watakuwaje baadaye? Ndoa yako itakuwaje baadaye? Kwa wanaanza kukuona kwenye nyota katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mamajusi wa mashariki wanamwambia mfalme Herode, huyu mtoto ni mdogo sana na nyonya, lakini hapo baadaye amebeba kitu kinachoitwa mfalme, ni mfalme wa baadaye. Inawezekana unajiona katika hali ya ziki, inawezekana unajiona katika hali ya upweke, hali ya kudharaulika, hali ya kuonekana ufai, hali ya kuonekana si chochote kwenye familia. Huna sauti kwenye familia, huna sauti kwenye jamii, huna sauti kwenye kazi unaofanya, huna sauti kwenye kampuni unaofanya. Inawezekana mazingira ya kimwili unajiona kwamba ni mtu tu wa kawaida, lakini mkuu wa anga anakujua vizuri ulimwengu wa roho. Mkuu wa anga anatambua thamani yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale mamajusi walipoona tu, cha kwanza yule mfalme Farao alileta vita na Yesu tangu yuko mdogo, akatafuta kumwangamiza Yesu, akatafuta kumuua Yesu,
akatafuta kuharibu maisha ya Yesu tangu yuko mtoto mchanga. Maisha ya Yesu yalikuwa ya kukimbizwa huku, mara anatoka huku, maisha ya Yesu akwenda huku, mara amia huku, mara anawindwa huku, lakini kinachowindwa ile kusudi alilolibeba kwenye ulimwengu wa roho, ile hatima aliyoibeba katika ulimwengu wa roho. Na kutia moyo, yamkini umekuwa ni mtu wa mateso kwenye maisha sana. Yamkini umekuwa ni mtu ambaye hauna amani kwenye maisha yako. Yamkini umekuwa ni mtu ambaye hauna furaha kwenye familia. Yamkini umekuwa ni mtu ambaye unajiuliza, kwa nini mimi tu nilipozaliwa mimi tu ndio baba na mama walitengana? Kwa nini mimi tu nilipozaliwa ndipo ambapo mama alikufa au baba akafa? Unaweza ukachukulia tu ni kawaida, lakini wao wameshaona huyu mtu tukimwacha atakuja kuwa rubani baadaye. Ili asiwe rubani, wanaanza kutuma vizuizi. Karibu biashara ya huyo baba anayesoma biashara yake, haribu kazi ya mama, na zaidi tuwafarakanishe mama na baba, waachane. Huyu mtoto hatafikia hiyo ndoto aliyokuwa nayo ulimwengu wa roho, tumeshaiona. Ndio kazi ya mkuu wa anga, anaandaa majeshi. Huyu mtoto akisoma na akili na ana nyota kubwa, atakuja kuwa mtu mkubwa. Sasa ili tumvuruge, twende mapema, mtumie marafiki wabaya. Mtumie marafiki wabaya. Wanakutumia marafiki wabaya, wanakutumia watu wabaya, watakao kushauri vibaya, watakao kuchonganisha vibaya, watakao leta vita mbaya, ili utoke kwenye kusudi la kimungu ulilo nalo, ili utoke kwenye mapenzi ya Mungu ulio nayo. Cha kwanza, number 1, cha kwanza, mkuu wa anga huwa analeta vizuizi. Kwa hiyo mwingine anajikuta kabisa tangu alipopata kazi ndipo alipopata magonjwa. Kwa nini? Wanazuia kwamba huyu mtu hii pesa anaipata, ana akili sana, kwa anaweza kaidunduliza akafanya maendeleo na nini. Kwa hiyo tupeleke tu magonjwa, pesa yake ishie tu kwenye magonjwa. Tupeleke tu. Wewe kuna vitu unaweza ukaviona viko kawaida kabisa kwenye maisha unapitia. Kuna changamoto unaweza ukaona kabisa ziko kawaida kabisa unapitia, lakini kwenye ulimwengu wa roho, mkuu wa anga ndio anaruhusu. Anasoma kwamba kuna mtu fulani amezaliwa ana nyota fulani kwenye anga. Kuna mtu fulani yuko kwenye ndoa ana kitu fulani yeye mwenyewe hajajielewa. Ana neema kubwa hajajielewa. Ni mwimbaji mkubwa hajajielewa. Ni mtumishi mkubwa hajajielewa. Sasa tuanze kumvuruga tangu mapema. Unatumia maroho kukata tamaa, unatumia roho za uharibifu, unaanzisha jambo linakufa, unaanzisha kitu kinakufa, unaanzisha nini kinakufa. Kumbe wao wamesha kuona katika anga, wao wamesha kuona kupitia nyota yako kwenye anga, katika ulimwengu wa roho. Kwa wanaanza kukudhibiti mapema kabla wewe hujagundua. Vizuizi vya mkuu wa anga. Utaletewa vita kwenye kazi, utaletewa vita kwenye biashara, utaletewa vita kwenye mahusiano. Kumbe ni huyu mkuu wa anga anazuia katika ulimwengu wa roho, ili hatima yako isitokee, malengo yako yasitimie katika ulimwengu wa roho, mipango yako isikamilike katika ulimwengu wa roho. Anakuona kwenye anga. Kwa hiyo unashangaa tu unapata vita makali kama Yesu anakimbizwa huku, anapelekwa huku, kumbe ulimwengu wa roho ameshamsoma, atakuwa ni mtu mkubwa. Kwa hiyo ili usifikie ile hatima, lazima wanakuwekea vizuizi, wanakutumia roho za kukata tamaa, roho za kuchoka, ujione haufai, ujione hauwezi, ujione sio thamani, ujione kwamba uwezi jambo, wewe sio thamani. Ni wao katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Hesabu sura ya 17, kitabu cha Hesabu sura 24. Ni wao. Hesabu sura 24 ni mkuu wa anga anaweka vizuizi.
Kwa hiyo unakuta anapitia vita, alafu vizuizi anavyoviweka anaviweka kupitia vitu anavyofanya hapa duniani. Anaweza kuinulia tu mtu vita, akuinulia wachawi wa huo mtaa wakushambulie, wakufuatilie, akakutumia majini, mara ajali, mara magonjwa, ili usifike kwenye hatima ulionayo. Na hapa ndipo hata kwa wazazi, unakuta mzazi unasomesha mtoto, unapita changamoto nzito, hatima ya huyo mtoto inapigwa pale mbele. Kwa hiyo wanazuia kupitia staili hiyo. Wanazuia kwa namna gani? Kwa njia ya nyota. Wanaona kwenye nyota katika ulimwengu wa roho. Hesabu sura 24 mstari wa 17. Namuona lakini sio sasa, na mtazama lakini sio karibu. Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itaipiga pembe ya Moabu na kuivunjavunja wana wote wa ghasia. Anasema hapa ni Musa, anasema ninamuona lakini sio sasa, ninamtazama lakini sio karibu. Aliona kwa habari ya Yesu. Anasema nyota itatokea, maana yake nyota ni mtu. Kwa hiyo tunaanza kuona mkuu wa anga anaona kesho yako kupitia nyota yako. Mkuu wa anga anaona kesho utakuwa nani kupitia nyota yako. Sasa wewe ukianza kujidharau, ukajiona maisha yako madogo unaopitia sasa hivi, ukaanza kujidharau, ukaona kwamba mapito unaopitia ni magumu, mazito, kesho yako kuna baraka, kesho yako kuna mema, kesho yako kuna mafanikio. Kwa wanaanza kutuma vizuizi vya aina mbalimbali. Kwa unapoingia kuomba kwa habari ya maisha yako, ondoa vizuizi vyao katika ulimwengu wa roho vinavyozuia usifike kwenye hatima yako. Ondoa vizuizi vyao katika ulimwengu wa roho vinavyozuia usifike kwenye malengo yako katika ulimwengu wa roho, ili hatima yako iweze kutimia, malengo yako iweze kutimia. Ondoa vizuizi vyao katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo anapokuona tu anatuma sasa majini, mapepo, haribu biashara, haribu ndoa, haribu kazi, haribu familia, wafarakanishe familia. Unakuta ni familia moja, kila siku ni kugombana. Anajua mkikaa pamoja, mkadiri mipango, mkasuka vizuri, mkadiri vizuri, mkaweka mipango vizuri, mtafika mbali. Lakini kila mmoja kugombana, huyu anakasirika, huyu anamchukia huyu, mtajenga kitu hapo? Kuwa anga ndiye anatuma vizuizi kwa namna hiyo. Na cha kusikitisha, katika ulimwengu wa roho anaweka vizuizi, ila katika ulimwengu wa mwili akitokei kama kizuizi, inatokea kama tukio. Mtu tu anaweza tu akakurusha hela, mtu anaweza tu akakuchukia tu, mtu anaweza tu akainua tu vita juu yako, mtu tu anaweza tu kapata ajali, mzazi pesa zote imeenda kule, amna kusoma. Ukashangaa mtu tu ametokea tu, familia amegombana, walikuwa wakusomesha wote, huyu anatoa 200 500, wanaanza kujipanga maisha, inashindikana. Lakini kumbe ulimwengu wa roho kuna mkono wa adui hapo, kuna vizuizi vya adui hapo. Kwa hiyo tutakuwa na maombi maalum ya kuondoa vizuizi vya mkuu wa anga kwenye maisha yako. Kwa hiyo fahamu maisha yako yanawindwa, fahamu maisha yako yana vita ulimwengu wa roho, fahamu maisha yako yana mashambulizi ulimwengu wa roho. Shambulio la kwanza la mkuu wa anga, anasimama kuzuia hatima yako, malengo yako, mafanikio yako katika ulimwengu wa kiroho. Nifuatilie katika somo lijalo kwa kusubscribe channel hii, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Like video hii, share video hii, weka komenti hapo chini, andika vizuizi vimeanguka kwa damu Yesu, andika vizuizi vyangu vimeondoka kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Ni mimi mtumishi wako Apostle Katambi. Karibu sana, furahia channel hii. Shalom, shalom, amen.